Asante. Kwa majina naitwa Evodia Matagi, ni mwanzilishi na mkurugenzi wa Life Changing Foundation. Tunashukuru Mungu, kwanza kabisa shukrani pekee zimeendee Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru kwa kutuweka hai mpaka kufikia siku ya leo. Siku ya leo tukio kubwa sana ambalo tumelifanya sisi kama shirika la Life Changing Foundation, tumeweza kufika hapa shule ya Nyaibara Sekondari ambayo inapatikana wilaya ya Tarime, kata ya Pemba. Tulikuwa tuna mazoezi makuu mawili, zoezi la ugawaji wa taulo za kike pamoja na zoezi la upandaji miti, na mti tuliopanda leo tunauita Tree of Life. Zoezi la tumeweza kugawa taulo za kike kwa watoto wa kike zaidi ya 400, lakini pia tumeweza kupanda miti zaidi ya 400. Upandaji miti, zoezi la kugawa pads na upandaji miti vinaenda sambamba pamoja katika kuhakikisha, kwanza kabisa zoezi la kugawa taulo za kike ni kuhakikisha ustawi wa mwanafunzi shuleni. Pindi pale mtoto wa kike akiwa ameweza kuingia katika siku zake aweze kuwa comfortable na ile hali, lakini pia aweze kupata kitu salama na sahihi na safi cha kujistiri. Wito wetu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Nyaibara, kwanza kabisa kwenye zoezi la upandaji miti tunawahitaji au tunawataka waweze kutunza hii miti ambayo tumeweza kuipanda leo, kuhakikisha inakuwa katika ustawi, kuimwagilia na kuilinda na vyote vile. Lakini pia katika zoezi la ugawaji wa taulo za kike, wito wetu kwa wanafunzi, tunawaomba wakiwa wameingia katika hizo siku zao katika hedhi, wawe wako salama, wawe wako safi, wajisikie vizuri na wawe wako comfortable kabisa kuhudhuria vipindi darasani. Lakini pia tunaomba pia katika matumizi ya utunzaji wa hizo taulo za kike, wakisha zitumia kama vile ambavyo tumewaelekeza, waweze kuzihifadhi vizuri, kwenda kuzidumbukiza kwenye choo cha shimo au kuzichoma kama vile tulivyoelekeza. Lakini pia tunashukuru katika shule hii wanachumba kwa ajili ya watoto wa kike kuweza kujistiri, kwa hiyo waweze kukitumia kile chumba, kwa sababu pia tumeweza kuachia taulo za kike ambazo zitawasaidia pia ikitokea mtu ameingia hedhi akiwa shuleni, asiweze kujifeel vibaya au kutaka kurudi nyumbani, ni kwenda tu kuongea na mlezi, mwalimu, teacher Deborah ataweza kumsaidia. Kikubwa kilichotupelekea sisi tuweze kutoa taulo za kike kwa watoto wa kike hapa shuleni ni kwa ajili ya kuweza kupunguza utoro mashuleni. Tulipata challenge kwa mwalimu, alituambia kwamba wanafunzi wakiingia kwenye siku zao, kwa sababu ya kukosa ile comfortability ya kuweza kuhudhuria darasani wakiwa na vifaa safi vya kujistiri, wanashindwa kuhudhuria darasani vizuri. Kwa hiyo tukaona sisi tukiweza kufanya hivi itawasaidia wanafunzi kupunguza utoro, na pia kwa taulo za kike tulizogawa leo zinaweza kumsustain mwanafunzi kwa miezi 6 mbele ijayo. Asante. Kwa majina naitwa Juma Shagega, mkuu wa shule Nyaibara Sekondari. Kwanza nipende nimshukuru manager wa NGOs ya Life Changing Foundation kwa kushiriki na sisi katika shule hii, kwa kwanza kwa ugawaji wa pedi au taulo za kike kwa wasichana. Ni jambo zuri ambalo limefanyika kwa sababu ni changamoto kubwa ambayo inawakabili wasichana katika shule zetu. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa kitendo cha kugawa taulo za kike kwa wanafunzi, ambayo itaondoa changamoto ndogo ambazo walikuwa wanakabiliana nazo, ambazo zilikuwa zinasababisha aidha wasihudhurie masomo. Kwa hiyo ni jambo la kuwashukuru, na pia ningeomba mashirika mengine waige mfano wa Life Changing Foundation. Pia niwashukuru kwa upandaji wa miti kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. So hiyo sambamba na ugawaji wa taulo za kike, kwa hiyo ni washukuru pia kwa upandaji wa miti ambao itasaidia sana kuboresha mazingira na kuvutia mazingira mazuri kwa ajili ya usomaji. Kwa hiyo ningeomba wadau wengine kwa kweli kwa namna moja au nyingine waige mfano uliotolewa na Life Changing kwa ajili ya kuendeleza mshikamano na kuunga serikali juhudi zote katika utoaji wa elimu. Kwa hiyo ndicho ninachowashukuru, niwatakie mafanikio mema katika ujenzi wa taifa katika swala zima la elimu. Majina naitwa Doto Mungo, na afisa mazingira wa halmashauri ya wilaya ya Tarime. Kwanza kabisa napenda kuwashukuru Life Change Foundation kwa kuchagua shule ya sekondari Nyaibara kuwa kituo chao cha kwanza kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira kwa
kupanda miti pamoja na kutoa pedi, yani taulo za kike. Lakini changamoto kubwa kwa serikali niliyoiona ni kwamba tuna wajibu sasa kujenga kichomea taka ili kusudi hizi pedi baada ya kutumika ziweze kutupwa, zisitupwe ovyo, kwa sababu ukitupa kwenye choo kitajaa kwa haraka na kusababisha changamoto hiyo. Kwa hiyo ni wajibu wetu sasa kama serikali kutenga bajeti kwa ajili ya kutengeneza kichomea taka ili kusudi hizi pedi ziweze kuchomwa katika eneo ambalo hataleta madhara kwa mazingira. Lakini pia rai kwa wanafunzi kutunza miti yote iliyopandwa na kuendelea kupanda miti mingine ili kusudi tuwe na mazingira rafiki kwa afya zetu. Habari, naitwa Sofia Nshushi, ni mkurugenzi wa shirika la Teens Corridor Organization ambalo tunapatikana Ilemela, Mwanza. Leo Teens Corridor tuko hapa wilayani Tarime, shule ya sekondari Nyaibara. Leo hii tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya namna ambavyo wasichana wanaweza kuepukana na mimba za utotoni na pia ambavyo wanaweza kuepukana na ndoa za utotoni. Siku hii ya leo pia tumeweza kugawa zawadi ya pedi kwa wasichana ya zaidi ya 400 ambazo wataweza kujihifadhi kwa zaidi ya miezi 3. Lakini sambamba na hili tumeweza kufanya zoezi la upandaji miti ambao mti huu tumeipa jina la mti wa uhai, na wasichana na wavulana pia wameweza kushirikiana katika kupanda miti, lakini pia wana jukumu la kuhifadhi miti hii na kuona kwamba miti hii itaweza kuleta uhai na kuweza kuonesha namna gani wataweza kutunza mazingira katika eneo lao la shule. Lakini pia tunawashukuru shirika la Life Changing Organization Foundation ambao liko hapa wilayani Tarime kwa kuweza kukubali kufanya partnership na sisi kwa support kutoka Global Fund for Women, na pia tunawashukuru viongozi ambao wameweza kuambatana na sisi kama afisa mazingira wa wilaya. Lakini pia tunawashukuru walimu katika shule hii ya Nyaibara kwa kuweza kutupokea vizuri na kushirikiana na sisi vizuri zaidi katika zoezi zima la ugawaji pedi na upandaji miti. Asante. Kwa majina naitwa Noela John, ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya Nyaibara Sekondari. Leo nina furaha kwa sababu tumetembelewa na wageni kutoka taasisi ya Life Changing Foundation na Teen Corridor Organization. Wamekuja na zoezi maalum kabisa kwa ajili ya kutugawia pedi sisi wasichana, na pedi hizi zitatusaidia ndani ya miezi 3 tukiwa kwenye hedhi, na pia pedi hizi zitaturahisishia sisi kuepukana na vishawishi ambavyo vinaweza vikatupelekea sisi kupata mimba tukiwa watoto na kupelekea ndoa za utotoni.